Kwa nini Yuda alimsaliti Yesu? Hili ni swali linalohitaji majibu kwa kina zaidi. Kwa nini watu wengi wanamlaumu Yuda kuwa Yuda alikuwa ni msaliti wakati alikuwa anatimiliza maandiko yaliyoandikwa ili aweze kutimia? Yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Ni nani msaliti Bwana? Yuda alitimiza lile ambalo alipaswa kulitimiza ili Yesu aweze kukomboa ulimwengu, kwa maana iliandikwa hivyo. Mwana wa Adamu anakwenda zake kuuawa kama Mungu alivyokusudia. Lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Kwa nini Yuda kukamilisha alilotumwa Yesu duniani, Yuda aweze kutupiwa lawama? Kwa nini maandiko haya ya Biblia hayasemi hatima ya Yuda kuwa ni hipi? Au ni kwa nini kitabu cha Injili ya Yuda hakimo katika orodha ya vitabu ndani ya Biblia ama katika orodha ya vitabu vya Injili ndani ya Biblia? Wasomi wa Biblia ya Kikristo wanakosa uhakika kwamba kwa nini Yuda aliweza kumsaliti Yesu Kristo. Wasomi wa Biblia ya Kikristo wanadai kuna mambo mbalimbali yanayomtia Yuda hatiani. Mambo hayo ndio yanayomfanya Yuda aonekane kuwa ni msaliti. Japo Yuda alichaguliwa kati ya wanafunzi 12, lakini inaonyesha kabisa Yuda hakuweza kumwamini Yesu kuwa ni Mungu. Na Yuda hakuwahi kushawishika kabisa kuwa Yesu ni Masihi, yani mwana wa Mungu, bali yeye alizoea kumwita mwalimu na alimwona kama mwalimu, tofauti na wanafunzi wenzake wengine wote. Wao walimwita Yesu Bwana, lakini kwa Yuda ilikuwa ni ngumu, alimwita mwalimu. Inaonyesha Yuda alimtambua Yesu kwa namna yake peke yake tu, si kama Bwana, bali yeye alimtambua kama mwalimu. Pia Yuda alikuwa na uhusiano tu mdogo na Yesu, yaani alikuwa na uhusiano dhaifu. Hakuweza hata kumwamini hata kabla hajatenda dhambi ya usaliti. Kati ya wanafunzi 12 wa Yesu Kristo, Yuda naye alikuwa ni mmojawapo kati ya wanafunzi hao. Na majina ya wanafunzi hao wa Yesu Kristo yameandikwa ndani ya Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Na majina yao ni haya. Wa kwanza ni Simeoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, na ndiye aliyemsaliti Yesu. Mpangilio wa majina ya wanafunzi wa Yesu inaonyesha Yuda ndiye alikuwa ni mtu wa mwisho katika kuaminika, na ndio maana hata kuchaguliwa alikuwa ni wa mwisho, ambaye ni Yuda Iskariote. Nakupa kisa kingine cha Yuda ambacho kinamfanya Yuda aenende kinyume na Yesu. Ni pale Yesu alipoitwa na kuambiwa baba yako na mama yako wapo nje wanakusubiri. Lakini majibu ya Yesu yakamkwaza sana Yuda. Japo Biblia haikuweza kuzungumzia hilo kwa undani, lakini kuna vitabu vingine vimeweza kuzungumzia hilo. Yesu na Yuda wanajikuta wanaingia katika mbishano mkubwa na mkali zaidi. Ni baada ya Yesu kujibu na kusema kwamba mama yangu na ndugu zangu ndio hao walisikia neno la Mungu na kulifanya. Zaidi soma katika kitabu cha Luka ikiwa ni sura ya 8 mstari wa 19 hadi mstari wa 21. Wasomi wa Biblia wanadai Yuda alitamani kumfuata Yesu kwa sababu aliona umati mkubwa wa watu akimfuata Yesu. Yuda akaamini angeweza kunufaika kutokana na makusanyiko ambayo alikuwa akiyafanya Yesu, na Yuda ndiye alikuwa msimamizi wa mfuko wao wa fedha. Wasomaji wa Biblia ya Kristo wanasema kwamba hicho ndicho kilichomfanya Yuda kumfuata Yesu, maana alikuwa na tumaini la kwamba angeweza kupata pesa. Baadhi ya wasomaji wa Biblia kwa asilimia kubwa wanaamini kwamba Yuda alidhani kwamba Yesu anataka kupindua utawala wa Roma na kuchukua nafasi ya utawala katika taifa la Israeli. Hilo ni mojawapo ambalo Yuda aliweza kuliamini, na akiwa na uhakika kwamba Yesu akishika dola hiyo, maana yake kwamba na yeye atakuwa ni mojawapo ya kiongozi katika utawala huo. Hivyo Yuda alikuwa na tamaa ya kimafanikio zaidi katika uchumi. Yuda alishuhudia miujiza mingi ya Yesu Kristo, ikiwemo kuponya wagonjwa, kufufua wafu na kufukuza mapepo.
Yuda aliyatambua mafundisho ya Yesu zaidi na vizuri sana kuliko mafundisho yote ambayo aliwahi kuyasikia hapo nyuma kabla ya mafundisho ya Yesu Kristo. Yuda naye alitamani kubadilishwa tabia na aliamini kwamba siku moja atakuwa na tabia njema kabisa kupitia Yesu Kristo kutokana na mafundisho ambayo alikuwa akiyafundisha na jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuwa akiishi kwa kuwathamini watu wengine na kuwajali pia. Hivyo Yuda aliamini naye ipo siku atakuwa na tabia njema zaidi. Hata hivyo, Yesu alimpatia Yuda uwezo wa kuweza kuponya wagonjwa na kufukuza mapepo wachafu. Lakini licha ya hilo, Yuda pia aliweza kubadilika akawa ni mtu mwenye kiburi, mtu wa kujisikia, na ikafikia hatua na kusema maneno ambayo si mazuri na kudai kwamba asingelikuwa ni yeye, kanisa lisingestawi kufikia hatua hiyo. Kwa kweli Yuda tabia yake ilikuwa ni mbaya, japo alijaliwa kuwa na mvuto mkubwa hadi kwa wanafunzi wenzake, mvuto wake ukawa ni mkubwa sana. Lakini kwa Yuda tabia yake ukengeuka haikuweza kubadilika, aliendelea kukengeuka hivyo hivyo. Yesu toka mwanzo alishatambua uzoefu wa Yuda, na nafasi ya Yuda kwa Yesu ilikuwa ni ya makusudi, ili kusudi yeye mwenyewe Yuda aweze kujirekebisha. Lakini Yuda hakutaka kufanya hivyo. Baada ya Yuda kumsaliti Yesu na akagundua kwamba tayari Yesu amekwisha kuhukumiwa kifo kutokana na usaliti wake Yuda alijuta moyoni mwake na kusema nimekosa. Yuda hakutegemea kwamba kutokana na usaliti wake kwa Yesu kwamba matokeo yake yangeliweza kuwa ya kimauaji, tena ya kiunyama zaidi, hususa ni juu ya msalaba. Yuda alizani ya kuwa kama Yesu angekamatwa basi angeweza kutoka mikononi mwao, kwa maana Yesu alikuwa ni hodari sana wa mazungumzo kuliko Wayahudi. Kwa hiyo hakutegemea kwamba Yesu angeweza kusulubishwa msalabani hadi kufikia umauti wake kutokana na usaliti wa Yuda. Yuda aliamini hata kama akimsaliti atakamatwa, lakini kisha ataachiwa kwa sababu alikuwa ni hodari sana wa mazungumzo, na kisha baada ya hapo atarudi mtaani. Kumbe hakujua kinyume cha usaliti ni kusababisha umauti juu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu, kwa Waislamu Isa bin Maryam. Baada ya Yesu kuhukumiwa kwa Pilato na kubeba ule msalaba na Yuda kushuhudia hilo, wasomi wa Biblia ya Kikristo wanasema ya kuwa baada ya Yuda kushuhudia hilo akaamua kuchukua maamuzi magumu ya kujiua, tena kwa kujinyonga na kamba juu ya mti. Wasomi wa Biblia wanasema toba ya Yuda inaitwa metaniloma. Metaniloma ni toba itokanayo na majuto ya dhambi, yani majuto yatokanayo na dhambi. Yuda aliwaendea watu wa nchi tu na kusema nimekosa. Hakumwendea Mungu na kusema kuwa nimekosa, kama alivyofanya Petro alipomkana Yesu mara 3 kabla ya jogoo kuwika. Toba halisi huitwa metanonia, toba ambayo huleta ondoleo la dhambi kwa kufanya malipizi ya dhambi. Lakini kwa Yuda haikuwa hivyo. Kutokana na jinsi alivyoenda kujinyonga, ilimaanisha kwamba hakuwa tayari kutubu makosa yake yote kikamilifu, na ndio maana aliwaendea watu wa nchi tu na kusema kwamba nimekosa. Kwa hiyo hakuwa tayari kutubu makosa mengine wala kumwendea Mwenyezi Mungu na kusema kwamba nimekosa. Baada ya toba hiyo ya Yuda, kabla ya kujinyonga, alichukua vile vipande vya fedha na kuvirudisha kwa makuhani. Lakini kwa jinsi makuhani hao walivyo wanafiki, walivikataa vipande hivyo vya fedha, wakadai hawawezi kuweka katika sanduku la sadaka kwa sababu ni kina cha damu, yaani kwamba ni pesa iliyopatikana kwa kumwaga damu. Yuda alijinyonga kwa sababu alikuwa na maumivu makali sana moyoni. Maandiko yanasema Yuda alichukua kamba na kwenda kujinyonga juu ya mti. Baada ya kujinyonga, mwili wake ulidondoka bondeni kwa kasi kubwa sana akiwa ametanguliza kichwa. Inaonekana Yuda kamba alifunga kwenye tawi la mti
na mti ulipokatika ndipo Yuda alipodondoka bondeni kwa kasi sana, akiwa ametanguliza kichwa na tumbo lake kupasuka. Rejea Mathayo sura ile 27 mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Na nukuu, akavitupa vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda kujinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si vema kuviweka katika sanduku la sadaka kwa sababu ni kina cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kununua konde la mfinyanzi liwe mahala pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile liliitwa konde la damu. Kwa hiyo hata leo lipo. Aprili ya mwaka 2006, magazeti makubwa sana duniani yalibeba vichwa vya habari vya kushangaza kwamba jopo la wasomi lingetoa maandishi ya kale, lingetoa maandishi yaliyovumbuliwa yenye kichwa kinachosema Injili ya Yuda. Nikukumbushe ndugu mfuatiliaji wa Mwanga One TV ya kwamba habari hiyo ilishtusha watu wengi kabisa, kwa maana katika Biblia kuna vitabu vingi ndani ya Biblia, lakini hakuna kitabu cha Yuda wala Injili ya Yuda. Kwenye Biblia kuna injili 4 tu, ambayo ni Injili ya Mathayo, Marko, Luka na Yohane, lakini hakuna Injili ya Yuda. Makala hizo zilichapishwa Aprili ya mwaka 2006 kwa kurejelea madai ya kwamba tumegundua kitabu cha Injili ya Yuda, kwa madai ya kwamba maandiko ya kitabu hicho hayako katika Biblia za kawaida na wala hayafanani na yaliyoandikwa katika Biblia za kawaida. Wasomi wakadai maandiko hayo yatabadilisha kabisa mitazamo ya watu kuhusu Yuda. Kutokana na maandiko hayo yanamtafasiri Yuda kuwa alikuwa ni shujaa, alikuwa ni mwanafunzi pekee aliyeweza kumwelewa Yesu vizuri. Maandiko ya kitabu hicho cha Yuda yanasema kwamba Yesu alijitoa mwenyewe auawe, na si Yuda kwamba aliweza kumsaliti ili Yesu aweze kuuawa. Swali la muhimu: je, maandiko hayo ya kitabu cha Yuda ni ya kweli au ni namna tu? Na kama ni ya kweli, je, yanafanana au ni maarifa fulani yaliyofichwa kuhusu Yesu Kristo ama Wakristo wa mwanzo wa dini yao? Na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yuda yanaweza kubadili imani yetu kuhusu Ukristo? Mwaka 1978 Injili ya Yuda inasimuliwa iliweza kugunduliwa huko nchini Misri, ikiwa katika kaburi moja la kale lililokuwa ndani ya pango, ikiwa katika sehemu 4 za Codex. Codex ni vitabu vya zamani ambavyo karatasi zake zilikuwa za ngozi. Kitabu hicho cha Yuda na kilikuwa kimeandikwa na watu waliotumia lugha ya Wamisri wa kale. Ikiwa ni mwaka 2000, kitabu cha Injili ya Yuda kiliweza kununuliwa na mfanyabiashara wa nchi ya Uswizi. Mfanyabiashara huyo aliwapa wataalamu wa kimataifa ambao walitakiwa kuunganisha kitabu hicho cha Codex. Wataalamu hao walibaini kuwa Codex hiyo ilikuwa ni ya karne ya 3 ama karne ya 4 baada ya kifo cha Kristo. Injili ya Yuda inaanza na maneno haya, ninanukuu: hii ndio siri ambayo Yesu alimwambia Yuda Iskariote siku 8 kabla ya kusherekea sikukuu ya Pasaka. Andiko hili linasema Yesu alimwomba Yuda atimize andiko la usaliti ili maandiko na kazi aliyotumwa Yesu vitimie. Injili ya Yuda inazidi kusema kwamba Yesu alimsihi Yuda atimize maandiko jinsi yanavyosema. Hapa Injili ya Yuda inamtetea Yuda. Injili ya Yuda inasema kwamba kati ya mitume 12, yaani wanafunzi 12 wa Yesu,
Yuda ndiye alikuwa ni mtume pekee aliyeweza kumwelewa Yesu vizuri. Hivyo Yesu alimweleza Yuda faragani mafumbo ya ufalme. Jopo la wasomi liligundua injili ya Yuda, na jopo hilo la wasomi linadai Yuda pekee ndiye aliyependelewa na Yesu kujua mengi, na hivyo Yuda ndiye angeufikia ufalme. Injili ya Yuda inaonyesha kuwa Yuda ni shujaa na ndiye aliyefanya kazi kubwa ya kuweza kutimiliza maandiko. Swali la msingi: je, unadhani kama injili ya Yuda ingeweza kuingizwa katika Biblia takatifu na kuonekana kuwa kuna vitabu vya injili vitano, yaani wainjili watano, badala ya vitabu vinne vya injili ambavyo ni Mathayo, Marko, Yohana na Luka, ikasomeka na injili ya Yuda, Ukristo ungekuwaje kwa wanaoamini kuwa Yuda ni msaliti? Je, mafundisho ya mwanzo yangeonekana ni mafundisho ya uongo kwa kumuita Yuda ni msaliti, angali kitabu chake kinaonyesha Yuda ni shujaa? Basi tuandikie maoni yako kwa jinsi unavyoweza kufikiria wewe na kutafakari wewe, kwa kuonesha kwamba maandiko kama maandiko hayo ya kitabu cha Yuda yangeweza kuingizwa katika Biblia takatifu na kuonekana kuwa na injili tano badala ya kuwa na injili 4 zilizoweza kuzoeleka na zinazoweza kufahamika kwamba ni injili ya Mathayo, Luka, Marko na Yohana, kukawa na injili 5. Unadhani maandiko hayo yangeonekana maandiko ya uongo na ingeonekana kwamba kumsema Yuda ni msaliti ni uongo, kwa sababu kitabu cha Yuda kinazungumzia kuwa Yuda ni shujaa na si msaliti? Unadhani wewe kwa mtazamo wako ingekuwaje? Ndugu mfuatiliaji wa Mwanga One TV, usisahau kutuandikia maoni yako hapo chini kuhusu kuwa Yuda ni msaliti ama Yuda ni shujaa. Mwandaji wa makala hii na msimuliaji wa makala hii ni mimi, ni Cassius Mwanga. Usikose kutufuatilia katika vipindi vyetu vijavyo, lakini pia ninakusihi kama ndio mara yako ya kwanza kutembea channel hii, hakikisha unaweza kusubscribe kisha unaruhusu alama kengele ili kila tutapoweka taarifa zetu uweze kuzipata kiurahisi zaidi. Tutaonana wakati mwingine.